Salatul jamaati wajiba, swala ya jamaa ni wajib. La yajuzu lilmuslimi an yatakhallafa anil jamaa, haijuzu kwa muislamu kukhalifu swala ya jamaa ila kwa udhuru. Waman takhallafa anha min ghairi udhrin faqad tashabbaha bilmunafiqin, na kwamba atakayeacha kuhudhuria swala ya jamaa pasina udhuru wa kisheria, basi huyu amejishabihisha na wanafiq. Miongoni mwa dalili ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa thumma lam yujib fala salata lahu illa min udhrin, yeyote atakayesikia wito wa adhana, hayya ala salah hayya ala al-falah, kisha ikawa hakuitika mwito wa adhana, hakujibu, hana swala huyo mtu, isipokuwa iwe alikuwa na udhuru. Swala ya jamaa, ndugu zangu katika iman, laha sha'nun adhim, ina faida nyingi kubwa, kwa sababu ndani yake kuna idhaharan lishairati alazima, kutangaza hii alama na nembo kubwa miongoni mwa nembo za Uislamu. Katika swala ya jamaa Waislamu wanakutana, wanakusanyika, yataalafun wa yataawanun wa yatarahamun. Katika faida za swala ya jamaa, watu tunapata kujuana, kuzoeana, kuhurumiana, kusaidiana na mengine kama hayo. Katika mambo yanaonyesha kwamba swala kwa mtu, je, ni katika vipaumbele vyake au ni ya mwisho? Wengi wetu anapomaliza yale mambo yake muhimu ndo anakumbuka swala. Kwa hiyo swala sio katika mambo yake muhimu. Wewe na swala mlivyo, una utayari wa kuacha mambo yako muhimu uende kusali, au mpaka ukimaliza mambo yako muhimu ndio unaenda kuswali? Hiki ni kipimo kinaweza kukusaidia kujua nafasi ya swala katika maisha yako.